الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Halifa mtukufu ayyadhahu Allahu ta'ala bin Abdul Aziz anasema kwamba katika jumuiya kuna maneno yanayotumika sana, awe mwanamke mwanamume, kila mwanajumuiya anasema maneno haya, na maneno haya ni kwamba nitatanguliza dini juu ya dunia. Anasema maneno haya kwa sababu Sayyidina alayhi salatu wasalam pia alitukumbusha sana kuhusu maneno haya, na katika wahutubiaji wetu na katika hutuba za mahalifa kwa kawaida maneno haya yanatumika sana. Na muhtasari wa mashhati ya bayat pia ni hii kwamba nitatanguliza dini juu ya dunia. Vile vile katika ahadi za idara zote za jumuiya pia katika ahadi yao pia ni maneno haya kwamba nitatanguliza dini juu ya dunia. Vile vile katika ahadi ya bayat pia tunasema maneno haya, elimuradi maneno haya ni ahadi ya manajumuiya, kwayo bayati yake inategemea na ni msingi wa kuunganisha na uhalifa na nidhamu ya jumuiya. Ikiwa hana ahadi hii, basi madai yake ya bayati si sahihi, na kusema kwake kwamba yeye anaunganisha na nidhamu bila kuwa na maneno haya si sahihi. Vile vile tangazo lake la bayat na vile vile kusema kwake kwamba anatanguliza ridhaa ya Mwenyezi Mungu si sahihi ikiwa hatangulizi maneno haya. Sayyidina alayhi salatu wasalam amesema sehemu moja kwamba ikiwa mtu mmoja anakiri kwamba amefanya bayat na katika bayati yake anasema atatanguliza dini juu ya dunia, lakini amali zake hazionyeshi hivi au kwa ama vitendo vyake hathibitishi, basi Mwenyezi Mungu hajali kuhusu mtu wa aina hii. Basi kila mmoja wetu anatakiwa atangulize jambo hili kila wakati, kama inaonekana katika maneno haya kwamba katika mambo ya dini kitu chochote cha dunia haiwezi kuwa kizuizi. Na dini ni nini? Dini ni hii kwamba kwa kufuata amri za Mwenyezi Mungu kuishi duniani kutoka katika kila kauli na kitendo chetu kumridhisha Mwenyezi Mungu kwa fadhila za Mwenyezi Mungu. Miongoni mwetu wengi wetu ni wa aina hii ambao wanaofanya juhudi ya kuondoa kitu kinachokuwa kizuizi katika dini ya Mwenyezi Mungu. Lakini hii pia ni sawa kwamba kila moja hana uwezo sawa na wengine, kwa sababu kila mtu uwezo wake wa elimu ni tofauti, na vile vile uwezo mwingine pia unakuwa tofauti. Ndiyo Mwenyezi Mungu kwa sababu anajua nia zetu, kwa hiyo sawa na nia ya kila mtu Mwenyezi Mungu anampatia ujira. Basi kwa ajili ya kutimiza ahadi hii, jambo la msingi ni kuwa na nia halisi, na mtu hatakiwi awe na udhuru mbalimbali. Katika mambo ya dunia tunaona kwamba
kila mtu anakuwa na uwezo tofauti. Mwingine anakuwa na uwezo upande fulani au katika kiwanja fulani, na kwa ajili ya kupata kitu fulani uwezo wake unakuwa mdogo, au baadhi wakati vitu vingine vinakuwa vizuizi katika kupata malengo yake, na kwa sababu ya hiyo uwezo wake unakuwa mdogo. Na mwingine anakuwa na uwezo mkubwa na anafanya sawa na uwezo wake, na anazingatia lengo lake tu, na katika hali hii anapata lengo lake katika maisha yake. Hadrat Muslih Maud radhiyallahu ta'ala anhu pia ameeleza mada hii kwa kupitia madhumuni yake. Nitaeleza zaidi, hasusan nitaeleza matukio mbalimbali sawa na uwezo kufanya juhudi. Mfano wake ametoa hivi kwamba watu wengine hata wanakuwa na kazi muhimu kiasi gani, wakati wanapotembea wanakuwa waangalifu sana kuhusu mawazi yao, kwamba mawazi yao yawe mazuri, yasiharibike, katika koti yao isionekane alama yoyote. Hata kama wao wanataka kufika haraka mahali popote, wakati wa kutembea mara baada ya kidogo wanaangalia mawazi yao, je, ni sawa au yameharibika. Kwa sababu ya hii, ikiwa nataka kufika mahali haraka hawezi kufika kule, kwa sababu ya hii uwezo wao unapungua. Haya si mambo ya kale, bali mifano yake inaonekana katika zama hii pia, hususan katika mazingira ya Kiasia. Hususan wanawake wanakuwa waangalifu sana kuhusu mawazi yao, lakini dhidi yao wapo wengine ambao wanavaa mawazi mazuri na wanapenda sana kuvaa mawazi mazuri, lakini wao wanapokuwa malengo fulani, kwa ajili ya malengo yale wanaacha kila kitu na wanajitolea kila kitu, na hata wakilazimika kukimbia wanakimbia, hata wakilazimika kukaa wanakaa, hawajali. Katika hali hii hawajali mawazi yao. Hata wakilazimika kutembea kwenye vumbi bila kuwa na udhuru wote, wataanza kutembea katika vumbi. Kwa sababu gani? Kwa sababu ya hii kwamba malengo yao hasa ni hii, kwamba wanataka kupata malengo fulani. Kwa ajili ya kupata malengo yale hawajali kitu kingine chochote kinachopatikana njiani. Mawazi nyeupe au mazuri hayaleti kizuizi chochote katika kupata malengo yao. Halifa mtukufu anasema kwamba kwa kueleza zaidi jambo hili, kwamba namna gani watu wanajitolea vitu vyao, Muslih Maud ametoa mfano mmoja kutoka katika historia ya bara la Hindi. Katika historia inapatikana tukio hili kwamba Malikia Elizabeth aliyekuwa malikia katika mwaka 1558 aliyekuwa malikia ya kwanza, na alikuwa malikia mashuhuri sana, bali heshima ilipatikana katika zama yake na katika utawala wake. Kuhusu malikia yule ilikuwa mashuhuri kwamba alikuwa akiwapenda wafanyakazi wake wale walikuwa wakivaa mawazi mazuri yenye thamani sana, na yule aliyekuwa hawai mawazi mazuri yenye thamani alikuwa haruhusiwi kuingia nyumbani kwake. Ndio maana inasemwa kwamba katika mazingira yake
vijana wenye mawazi mazuri walikuwa wakikaa. Safari moja pamoja na wasaidizi wake alikuwa anaenda mahali, njiani alipata matope. Hazuru anasema siku hizi barabara imejengwa nzuri, lakini ilikuwa wakati katika barabara matope pia alikuwa akipatikana. Yeye pia alipata matope wakati ule. Pamoja naye alikuwa commander in chief wa Uingereza, alikuwa msaidizi maalum wa Malkia na alikuwa akivaa mavazi mazuri sana. Wakati Malkia alipokuta matope katika njia yake, huyu commander in chief alikuwa amevaa koti nzuri sana yenye thamani, na koti ile alikuwa akivaa katika hafla maalum. Yule commander in chief kwa kuona matope akavua koti yake na akaweka koti yake juu ya matope. Malkia alishangaa sana kwa kuona kitendo chake hiki, kwamba koti hii ni yenye thamani sana na ameweka juu ya matope. Kwa kushangaa yule Malkia akamuuliza huyu commander in chief ambaye jina lake lilikuwa Rele, akasema kwamba hii ni nini, unafanya nini? Huyu ofisa akasema mara moja kwamba kuharibika kwa koti ya Reli ni bora zaidi kuliko kuharibika viatu vya Malkia. Malkia alipenda sana maneno yake haya, na huyu officer alipewa zawadi maalum na alipewa cheo maalum pia, ingawa baadaye wakati wa mfalme James Awal alilaumiwa na kwa hivyo aliuawa. Lakini kwa kuwa na hali hii yote, kwamba wakati wa mfalme ule, ingawa alifanya kazi kubwa sana katika kusini wa Marekani, alifanya kazi kubwa, lakini yeye aliadhibiwa baadaye. Mfano huu unatupatia mafunzo kwamba Rele aliyekuwa officer, ingawa alikuwa akiwa mawazi mazuri yenye thamani sana, lakini ilipokuwa swali la Malkia, yeye alijitolea mawazi yake kwa ajili ya Malkia. Basi ikiwa mtu wa dunia kwa ajili ya Malkia anaweza kuacha mawazi yake na anaweza kutoa koti yake kwa ajili ya Malkia, katika hali hii inatakiwa ifikiriwe kwamba kwa ajili ya maendeleo ya dini, kwa ajili ya kusambaza Islam na kwa ajili ya kuimarisha dini na kwa ajili ya kupata ridhaa ya muumbaji wetu, tunatakiwa tufanye nini au kiasi gani tunatakiwa tujitolee. Je, lengo letu halitakiwi liwe mpendwa wetu sawa na yule officer? Lakini kama niliyosema kwamba yule officer ingawa alitoa huduma kubwa sana, lakini mwisho wake ulikuwa mbaya sana. Lakini kwa kumfurahisha Mwenyezi Mungu, kwa kupata ridhaa ya Mwenyezi Mungu, mwanadamu anapata ujira duniani na mwisho wake pia unakuwa mwema. Tunatakiwa tukumbuke daima kwamba hii haitoshi kwamba mtu anakuwa na malengo makubwa au mazuri mpaka anajitolea sawa na malengo yake na sawa na nia yake. Tutapata ridhaa ya Mwenyezi Mungu wakati hatutatanguliza dunia juu ya dini yetu, bali dini itatangulizwa juu ya mambo yote ya dunia. Bila shaka Mwenyezi Mungu hakusema kwamba tusichume dunia. Mwenyezi Mungu hakuharimisha mambo ya dunia,
kuvaa mavazi mazuri, kula vyakula vizuri na kuishi katika nyumba nzuri na kuboresha nyumba, vitu hivi vyote havikuharimishwa. Mambo haya yote ni halali. Lakini ikiwa vitu hivi vinakuwa kizuizi katika maendeleo ya jumuiya, basi vitu hivi vinakuwa haramu. Watu wanaoa, sheria haisemi kwamba mtafute mwanamke ambaye si mzuri, lakini Islam inasema, na Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema kwamba badala ya kuzingatia dunia tu, mnatakiwa muzingatie dini ya mwanamke pia. Sheria inasema kwamba mwanamke hatakiwi awe kizuizi katika ibada yenu, na wanawake wasiwaghafilisheni katika ibada. Ikiwa vijana wetu na wasichana wetu, hata wazazi wao pia, wakizingatia jambo hili kwa kutanguliza dini, mambo yote ya nyumbani pia yatarekebika, na lengo la maaminio pia litapatikana katika hali hii. Na lengo hili ni kupata ridhaa ya Mwenyezi Mungu. Vile vile ni kuvaa mavazi mazuri haikuharimishwa, na Mungu hakusema kwamba msiwae mavazi mazuri, lakini Mwenyezi Mungu ametuambia kwamba msizame katika mambo haya, kwamba mughafilike katika kazi ya dini. Msiwe na mawazo haya kila wakati kwamba nikienda sehemu fulani mavazi yangu yataharibika. Mradi wakati wote mtu hatakiwi aghafilike katika kazi ya dini. Vile vile badala ya kuzingatia swala, ikiwa mtu amevaa mavazi mazuri na amepiga pasi, mtu asizingatie mavazi yake wakati wa kuswali swala. Asiwe na dhana hii kwamba mavazi yake yataharibika. Islam inasema kwamba msighafilike katika kazi ya dini, ndipo mnaweza kutimiza haki ya kutanguliza dini juu ya dunia. Vile vile ni vyakula vizuri. Dini haisemi kwamba msile vyakula vizuri, lakini ikiwa vyakula vinakuwa kizuizi katika dini, basi vyakula wa aina hii haviruhusiwi. Basi tunatakiwa tuzingatie jambo hili kila wakati, kwamba vitu vinavyokuwa kizuizi katika dini, vile vitu vinatakiwa viondolewe. Kuhusu hii Sayyidina Ahmad alayhi salatu wasalam asema, angalieni watu wa aina mbili wanapatikana. Wapo wengine ambao kwa kusilimu wanaangukia dunia na wanaanza kufanya biashara, na shetani inawashinda na wanazama katika dunia. Lengo langu si hili kwamba kufanya biashara hairuhusiwi katika Islam. Masahaba walikuwa wakifanya biashara, lakini walikuwa wakitanguliza dini juu ya dunia. Wao walipokea Islam, wakapata elimu kuhusu Islam iliyojaza mioyo yao katika elimu. Hii ndiyo ni sababu yake kwamba wao hawakulegea kwa sababu ya mashambulio ya shetani. Kitu chochote haikuweza kuzuia katika kusema kweli. Sayyidina al-Islam anasema kwamba wale wanaokuwa watumishi wa dunia wanaanza kuabudu dunia, shetani anawashambulia watu wa aina hii na anawakamata. Wapo watu wengine ambao wanakuwa katika fikira ya maendeleo ya jumuiya. Hawa ni watu ambao ni kundi la Mwenyezi Mungu, ambao wanapata ushindi juu ya shetani na kundi lake. Hazur anasema kama mwanzoni nilisema maandiko ya Sinama alayhi salatu wasalam kwamba kwa ajili ya kutanguliza dini juu ya dunia mtu anatimiza lengo la bayati yake, na kwa ajili ya kupata ufahamu wake pamoja na kazi ya dunia, kupata elimu ya dini na kufuata ile dini pia ni muhimu.
bila kupata elimu ya dini mtu hawezi kujua kwamba dini ni nini ambayo nataka kutanguliza juu ya dunia. Sasa angalieni, swala ni kitu cha msingi katika Islam, lakini wapo waislamu wengi, labda asilimia zaidi ya 80 ni wa aina hii ambao hawaswali swala. Hata kama wakiswali sala moja wanaswali kama walilazimishwa na wanaswali sala haraka haraka. ndio maana Hazrat Muslim radhiyallahu ta'ala anhu ameandika kwamba wapo wengi watu wakubwa ambao ni wavivu katika swala, na kwa ajili ya hawa kuswali swala kwa jamaa ni sawasawa na kula nguruwe. Yani wanaswali swala kwa karaha, hawaswali kwa moyo. Na hali hii inapatikana hata siku hizi pia. Kama nilivyosema, matajiri wengi hata wakipata starehe kidogo, wao pia wanaghafilika katika swala, hawaswali swala. Hata kama wakiswali swala na hawapati ile hali inayotakiwa ipatikane wakati wa kusali, wanaosali swala wao wanazingatia haki zote za ubinadamu. Mwenyezi Mungu asema kwamba swala inaleta mabadiliko mazuri ndani ya wanadamu. Inasemwa siku hizi kwamba katika Pakistan, katika misikiti ya wasiokuwa na jumuiya, mahudhurio yameongezeka sana. Lakini ikiwa jambo hili ni sahihi, mahudhurio yameongezeka, mahudhurio haya yameleta mapinduzi gani ndani yao? Maimamu wao ambao ni maimamu wale hawatoi darsa zaidi ya darsa ya chuki. Ndio maana kwa sababu ya kuongezeka kwa mahudhurio na kwa kuwa na maongezeko katika mahudhurio, wanaendelea kuzidi katika chuki. Wao wanadhulumiana wenyewe kwa wenyewe. Sio hii tu kwamba wao wanatudhulumu sisi tu, hii ni kwa sababu ya hii kwamba ibada hizi si kwa ajili ya kutanguliza dini juu ya dunia, bali ni kwa ajili ya masilahi ya dunia. Kwa kidhahiri wanaenda misikitini kwa ajili ya lengo maalum, lengo nzuri, lakini nyuma yake inakuwa malengo ya dunia. Basi kwa ajili ya kupata malengo ya hali ya juu, mtu anatakiwa fikira zake pia ziwe za hali ya juu. Ikiwa anajitolea, asijitolee kwa ajili ya nafsi yake, bali iwe kwa ajili ya ridhaa ya Mwenyezi Mungu. Ikiwa swala haiswaliwi kwa kuzingatia lengo la hali ya juu, yani lengo hili la kutimiza haki za Mwenyezi Mungu na za watumishi wake, basi ikiwa hali hii haipatikani, swala hizi zinaenda bure. Sisi kwa kuona hali hii ya Waislamu tunatakiwa tuwe waangalifu zaidi katika swala zetu, kwamba tumeahidi kwamba tutatanguliza dini juu ya dunia, na namna gani tunaweza kuelewa lengo hili. Sisi pamoja na kutimiza haki ya Mwenyezi Mungu, tunalazimika kutimiza haki za wanadamu pia, na tunalazimika kufanya juhudi kwa ajili ya kusambaza dini tukufu ya Islam. Katika hali hii tukipata faida katika neema za Mwenyezi Mungu, basi hii ni sahihi. Hazur anasema tumepewa jukumu la kusambaza mafundisho ya Islam duniani. Tunalazimika kutimiza jukumu hili, kufasiri Qur'ani tukufu katika lugha mbalimbali, na tumepewa jukumu hili, tunalazimika kutimiza haki hii.
tumepewa jukumu la kujenga misikiti katika kila eneo ili tuweze kuwafanya watu wawe wenye kufanya ibada ya Mwenyezi Mungu kwa ajili ya kutimiza haki hii katika kila nchi ya dunia. Tunatakiwa tufanye mpango, na sisi tumepewa jukumu la kutimiza haki za binadamu. Ikiwa majukumu haya yote tunatimiza pamoja na kuchuma dunia, basi katika hali hii tunaruhusiwa kuchuma dunia. Ikiwa hali hii haipatikani, basi katika hali hii kazi ambayo inaonekana ni halali si halali kwa Mwenyezi Mungu mbele ya Mwenyezi Mungu. Kwa mfano, ikiwa iPhone mpya imekuja au mtu amepata hela anataka kununua gari au mavazi, ikiwa kwa ajili ya vitu hivi vyote tunapunguza michango yetu, katika hali hii vitu hivi ingawa ni halali lakini si halali. Kwa ajili ya ujenzi wa misikiti mpango unapangwa sehemu fulani kule. Ikiwa sisi tunatanguliza mambo yetu ya dunia na hatutangulizi ujenzi wa misikiti, katika hali hii ingawa vile vitu ni halali, ni sawa kwa ajili yetu katika hali ya kawaida, lakini katika hali hii haswa si halali, si sahihi kwa ajili yetu. Katika vita ya Uhud, wakati ilipoenezwa habari hii kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam ameuawa, wakati ule sahaba moja ambaye alikuwa hajala kwa siku kadhaa na alikuwa katika wita, na baada ya wita alikuwa na tende kavu na alikuwa nakula ile tende na ilikuwa chakula chake wakati ule. Wakati aliposikia hii kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam ameuawa, yeye mara akatupa tende na akaingia vitani tena, na aliuawa katika vita. Wakati ule hakujali njaa yake, bali aliona kwamba kula tende wakati ule ni dhambi, kwa sababu wakati ule dini ilikuwa inamtaka kwamba asile tende. Kula tende wakati ule ni dhambi, na kazi ambayo ni kizuizi katika dini, ile kazi hata kama inakuwa nzuri kiasi gani si sahihi wakati ule, na kazi ile ambayo si kizuizi katika maendeleo ya dini, kazi ile iwe yenye starehe, ile inakuwa halali, ni sawa. Basi tunatakiwa tupate ile hali inayoweza kufanya hali ya mioyo yetu ya kupata ridhaa ya Mwenyezi Mungu. Katika riwaya moja imeelezwa kuhusu hali ya mioyo, ingawa Mwenyezi Mungu anajua hali za mioyo, na riwaya hii ni kuhusu kujua hali za mioyo. Imeelezwa kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa amekaa msikitini na watu pia walikuwa wamekaa pamoja naye. Katika hali hii watu watatu wakaja wakaingia msikitini. Wawili miongoni wa hawa wakamjia Mtume sallallahu alaihi wasallam moja kwa moja, na mmoja wao wakarudi nyuma. Wawili waliokuja mbele wakaja karibu na Mtume sallallahu alaihi wasallam na wakasimama pale. Mmoja wao akakuta nafasi pale karibu na Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa hiyo mara akakaa pale karibu na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mwingine akakaa nyuma ya watu mahali aliyekuwa amesimama, akakaa pale kwa kuona nafasi ya kukaa. Na mtu wa tatu aliona kwamba kule hakuna nafasi ya kukaa, yeye akarudi bila kukaa pale. Mtume sallallahu alaihi wasallam alipomaliza nasaha zake akasema, je, nisiwaambieni hali ya hawa watatu walioingia hapa? Mmoja wao ni yule aliyepata kinga karibu na Mwenyezi Mungu, na Mungu alimpatia kinga, yani yule mtu ambaye amekaa karibu nami. Na yule wa pili aliona haya, na Mungu pia aliona haya, yani
kukaa kwake pale katika hafla ile ilisababisha kusamehe dhambi zake zote. yaani yele aliona haya na mwenyezi mungu kwa sababu ya haya yake alisamehe dhambi zake zote. na yule watatu aliyerudi, mungu pia aligeuza uso wake kutoka kwake. huzur anasema hii kwa kidhahiri ni jambo la kawaida, yani kuja kwa watu hawa watatu, na watatu alifikiria kwamba sauti haitafika kwake, kwa hiyo haina haja ya kukaa pale. lakini kwa sababu vitendo vya hawa wote watatu vilihusika na hali ya moyo na ilionyesha hali ya mioyo yao, na mwenyezi mungu pia anajua na anaona hali ya mioyo, na ujira wake pia na zawadi yake inakuwa sawa na hali ya mioyo. kwa hiyo hali ya moyo kwa ajili ya kupata ujira na ghadhabu ni muhimu sana. inatakiwa kitu hiki, jambo hili likumbukwe, na sawa na hali ya mioyo yao mwenyezi mungu aliwatendea. mwenyezi mungu aliona hali ya mioyo ya hawa wote watatu, kwa sababu mungu anajua hali ya mioyo, na aliona hali ya mioyo yao kwamba ni nani ambaye anapenda dini na ni nani ambaye alionyesha uwivu. wale wawili wa kwanza sawa na madaraja yao walipata ujira, na watatu hakupata ujira wowote. basi mwaminio anatakiwa azingatie kwamba kwa ajili ya lengo lake kiasi gani amejitolea. ikiwa anajitolea sawa na ile hali inayotakiwa, basi katika hali hii anapata msaada wa mwenyezi mungu na anapata ujira kutoka kwa mwenyezi mungu. mtu anajitolea sawa na uwezo wake au sawa na dharura. hii si lazima kwamba kila mara mtu ajitolee sawa na uwezo, bali anatakiwa ajitolee sawa na dharura. kwa mfano, ikiwa kuna mtu mmoja ambaye ni msafiri na amekuta watu kadhaa wamesimama na anawaomba paundi 100 kwa sababu ya dharura yake, wengine walikuwa wamesimama pale walitimiza dharura yake sawa na uwezo wao, lakini bado kasoro ya paundi 10 ilibaki. katika hali mtu mwingine anakuja pale ambaye ana uwezo wa kutoa, yeye hata ana uwezo wa kutimiza haja yake yote, lakini kwa sababu sawa na dharura ya yule mtu, kwa sababu alikuwa anataka paundi 10, wakati ule akimpatia paundi 10, kutoa kwake paundi 10 ni kitu kilichotolewa sawa na dharura, na hii ni kujitolea sawa na dharura na haja ambaye alifanya huyu bana aliyekuja, na atapata thawabu yake. vile vile ikiwa kwa ajili ya mpango fulani tunaambiwa kuhusu mchango na watu wanatoa maelfu na maelfu, lakini mtu maskini anatoa paundi kadhaa, shilingi kadhaa tu, mwenyezi mungu ambaye anajua hali za mioyo anampatia ujira huyu maskini, na mtu huyu anapata malengo yake. yule mtajiri aliyetoa paundi 10 sawa na dharura, yeye pia alipata ujira wake kwa sababu ya kumsaidia yule mtu maskini sawa na hali. na yule maskini aliyetoa kidogo katika njia ya mwenyezi mungu, yeye pia alipata malengo yake, kwamba sawa na uwezo wake alitoa kwa ajili ya ridhaa ya mwenyezi mungu. katika hadithi pia inapatikana kwamba mtume saa salam alisema kwamba dirham moja ni bora zaidi kuliko dirham 100,000, kwa sababu mtu alitoa dirham moja aliyekuwa na dirham 2, na yule aliyekuwa na malaki na malaki alitoa 100,000 tu, na ilikuwa kidogo sawa na uwezo wake.
basi inatakiwa ikumbukwe kwamba kitu hasa ni kupata ridhaa ya Mwenyezi Mungu, na hawa wote wawili walizingatia ridhaa ya Mwenyezi Mungu, ndiyo maana wote walipata ujira wao. अल्लाह की रजा को हासिल करने के लिए Basi mwaminio kazi yake hasa ni hii kwamba kwa ajili ya kupata ridhaa ya Mwenyezi Mungu उठा ले, मकसूद उसका अल्लाह ताला aboreshe hali ya moyo wake ने उसकी फलाह और na awe na lengo la kupata ridhaa ya Allah subhanahu wa ta'ala. Katika कैफियत को उसके hali hii, ikiwa anapata ridhaa ya Mwenyezi Mungu, anapata ufaulu mkubwa, दीन को दुनिया पर मुकद्दम करना है। na hii ndiyo ni kutanguliza dini juu ya dunia. बड़े काम लगाए गए हैं Hazur anasema kama niliyosema, tumepewa majukumu na kazi kubwa sana, के लिए हम अहद भी करते हैं। इसके लिए हम na tunaahidi kwamba tutotoa mali zetu na nafsi zetu. करते रहना चाहिए। Kuhusu ahadi hii tunatakiwa tuendelee kufikiria kwa makini kwa namna gani kwa kutimiza ahadi yetu tunaweza kutumia uwezo wetu kwa ajili ya kutanguliza dini juu ya dunia. शूरा भी हो रही है, इनको भी Na kuanzia leo ijtimai ansarullah inafanyika leo na shura pia inafanyika leo. Hawa mansar pia wanatakiwa wafikirie katika shura, na wao wachunguze pia amali zao kwamba namna gani tunaweza kuboresha hali yetu kwa ajili ya kutanguliza dini juu ya dunia. Bali mansar wanatakiwa wapate hali ile, kwa sababu wao wapo katika umri ya aina hii. आना है उसकी अता है। Mwenyezi Mungu hahitaji kitu chochote kutoka kwetu. Hii ni ihsani ya Mwenyezi Mungu kwamba kwa kutuambia hii kwamba mutangulize dini juu ya dunia, katika hali hii mtapata ridhaa yangu. Hii kwa kusema hivi ametupatia neema kubwa sana na ametufanyia ihsani. ताला हमारा Nimetoa mfano wa mali. Mwenyezi Mungu hataki mali, Mwenyezi Mungu hahitaji kitu chochote kutoka kwetu. उसने पैदा किए हैं। Neema zote za dunia, madini na shamba, Mwenyezi Mungu ameumba vitu hivi vyote. Angetaka wale wanaotoa huduma zao kwa ajili ya dini angewapatia vitu hivi vyote, lakini Mwenyezi Mungu kwa kutukumbusha malengo yetu anatuambia kwa ajili ya kupata malengo haya mnatakiwa mujitolee ili tuweze kupata ridhaa yake. Tena si mali tu, bali ametupatia watoto pia. कि औलाद की तरबियत के और तरीके Mwenyezi Mungu angetaka angeweza kuleta njia ingine ya malezi ya watoto, lakini Mwenyezi Mungu aliwaambia wazazi kwamba mufanye tarbiyat ya watoto wenu sawa na uwezo wenu kwa ajili ya malengo ya hali ya juu. Mutumie mali yenu juu yao ili waweze kuitumikia dini. Basi hili ni jukumu kubwa sana kwa ajili ya wazazi wanajumuia kwamba wawapatie malezi watoto wao katika hali hii kwamba watoto waweze kuitumikia dini na waweze kutanguliza dini juu ya dunia. करने का इदराक Muwapatie malezi kiasi hiki kwamba kutoka kwa utoto wao wawe na चीजें हमारे स्कूल करके wazo hili la kutanguliza dini juu ya dunia. Basi Mwenyezi Mungu kwa kutupatia majukumu haya anatujaribu na vile vile anatupatia neema zake na baraka zake. भी कहना चाहता हूँ। Alifa mtukufu anasema kwamba mimi nataka kuambia viongozi wote wa jumuiya kwamba उनको अपनी समझनी चाहिए। hawa wanatakiwa मकसद के हसूल waelewe zaidi jukumu hili la kutanguliza dini juu ya dunia, kwa sababu wao wamepewa jukumu kwa ajili ya lengo maalum. प्यार को ऊंचा करने की जरूरत है। Kwa ajili ya malengo haya wanatakiwa waboreshe tabia yao ya kujitolea. अपनी हैसियत का सही अंदाजा करके अपने Kila kiongozi kwa kuona uwezo wake anaweza kufanya juhudi ya kutimiza ahadi yake, na anatakiwa afanye hivi. Inatakiwa ikumbukwe kwamba Mwenyezi Mungu anaona mioyo yetu,
wale wanafanya kazi kwa nia halisi na kwa shauku sana, mwenyezi mungu anawapatia ujira wake na ukaribu wake. Na kila kiongozi mwenye madaraka anatakiwa kwa ajili ya kupata malengo haya afanye juhudi ya hali ya juu. Mwenyezi mungu amjalie kila mwanajumuiya, kila kiongozi, na nijalie mimi na awajalieni nyinyi pia, kwamba sisi tuweze kuelewa vizuri ahadi hii ya kutanguliza dini juu ya dunia, na tuweze kutimiza ahadi yetu hii. Amin. Halifa mtukufu anasema leo tena kuna habari ya huzuni katika Pakistan. Bana jumuiya moja ameuawa, bana Latif Alam Bhatt saheb, mwana wa Khurshid Alam Bhatt saheb wa Kamra Atak. Saa moja usiku takriban tarehe 15 wa Oktoba, karibu na nyumba yake, watu wawili wasiojulikana walikuja na pikipiki wakampiga risasi na wakamua. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Tukio ilitokea hivi kwamba karibu na nyumba yake ana duka la vitabu. Kama kawaida alikuwa anarudi kutoka duka lake, alifika karibu na nyumba yake. Kwa nyuma yake watu wawili wakamwita kwa jina lake kwa kusema Bhatt saheb. Mara alipogeuka, mmoja wao alimpiga risasi, na risasi kama 5 ilipigwa katika kifua chake. Mtu fulani alifahamisha mtoto wake Zishan, alifika pale. Alipokuwa anapelekwa hospitalini alifariki. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Familia ya Latif Bhatt saheb ilikuwa mwenyeji wa Kamuki. Baba yake alijiunga na jumuiya mwaka 1934 na hivi jumuiya iliingia katika familia yao. Shahid marehemu April 1952 alizaliwa katika mji wa Gujranwala. Alisoma mpaka LFA, baadaye alijiunga na Air Force. 1991 alistaafu katika army. Mtoto wake mkubwa Khurram Bhatt pia anafanya kazi katika Air Force. Baada ya kustaafu alianza kufanya biashara ya vitabu, na alikuwa akiwapatia mawakili vitabu vya kanuni. Alikuwa maarufu sana. Mawakili washukuwa na jumuiya pia walikuwa wakimheshimu sana. Shahid marehemu wakati alipouawa alikuwa Nazim Ishat wa Ansarullah. Pamoja na hii alikuwa Secretary Ziafat Nazim wa afya pia. Katika cheo hiki pia alitumikia jumuiya. Nyumba yake inatumika kwa ajili ya kuswali swala, na vile vile vikao vya jumuiya pia vinafanyika nyumbani kwake. Shahid marehemu alikuwa tayari kila wakati kwa ajili ya kuitumikia jumuiya, na jukumu lolote alilolipewa alitimiza vizuri jukumu lile. Alikuwa mwenye kuwaheshimu wageni sana. Alikuwa akipenda sana uhalifa na alikuwa mtifu hali ya juu. Alikuwa akiswali sala 5 na vile vile alikuwa akiswali sala ya Ijumaa kwa makini. Masaa mawili kabla ya swala ya Ijumaa alikuwa akifika msikitini. Alikuwa mtu shujaa sana. 2007 na 8 watu walimshambulia na mshambuliaji alimpiga risasi, lakini kwa bahati hakuweza kumpiga risasi. Alimkamata yule mshambuliaji. Shahid marehemu alikuwa na hulka njema na alikuwa na shauku sana watoto wake wapate elimu. Wakati wa kuuawa umri wake ulikuwa miaka 62. Alikuwa ameshajaza fomu ya wasia. Alifa mtukufu anasema kwamba Karpardaz inatakiwa ikubali wasia yake. Zura anasema mimi nakubali wasia yake, kwa hiyo Majlis Karpardaz pia ikubali wasia yake. Amir Saheb wa wilaya amesema kwamba shahid marehemu alikuwa mtiifu sana wa nidhamu ya jumuiya na viongozi wa jumuiya. Katika
mipango yote ya jumuiya alikuwa akishiriki na alikuwa hakosi kikao chochote cha jumuiya. Ameacha mke binti moja Iram Singh, mke wa Wasim Ahmed Saheb, na ameacha watoto wa kiume wanne, Khurram Bhat Saheb, Zishan Bhat Saheb. Bana Zishan Bhat alikuwa anafanya biashara pamoja na baba. Bana Umar Bhat anasoma katika electrical engineering, na bana Ali Bhat Saheb yeye pia anafanya kazi. Mahmud Mujib Askar Saheb aliwahi kuwa amiri pale. Anasema kwamba baada ya kustaafu kutoka Air Force alianza kuishi kule kwa nia hii kwamba kule hakuna mwanajumuiya yoyote anayeishi kule. Watu walikuwa wakija pale kwa ajili ya biashara au kazi. Baada ya kazi walikuwa kirudi. Kwa hiyo alijenga nyumba yake pale ili jumuiya ipatikane pale, na center ya swala itajengwa pale na jumuiya itapatikana. Mwenyezi Mungu ailete baraka sana katika nia yake, na Mwenyezi Mungu ajalie wanajumuiya mamia na maelfu wapatikane kule na jumuiya ipatikane kule. Mwenyezi Mungu aiweke roho ya marehemu mahala pema na wapatie subra watu wa familia yake. Mwenyezi Mungu awalinde wanajumuiya wote wa Pakistan. Maadui wanaendelea kuzidi katika uadui wake. Mwenyezi Mungu alete amani na utulivu kwa ajili yake haraka iwezekanavyo. Amin. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله